ligi bado. Wao walikuwa wanasema tayari washakuwa machampion. Nimemsikia tajiri wao juzi baada ya kwenda kuzungumza mambo ya nani uwanja, ameulizwa kasema Yanga bingwa, lakini huwezi kuwa bingwa wakati una mechi zaidi ya 7 ambazo zina pointi 21. Ulompita umempita kwa pointi 2. Huo ni upangaji wa matokeo. Si tumwambie Khalid Said, mpira unachezwa kwenye pitch. Kuna wakati pesa na yenyewe ukisema sababu wewe ni tajiri unataka ufanye jambo, lakini saa nyingine maskini ndio anatatua hilo tatizo. Sisi tunazungumza na pitch hii. Sasa hivi timu tunazocheza nazo zote zinakuwa katika ahadi, hazichezi tu zenyewe, zinakuwa katika ahadi. Leo Coast kawekewa mzigo kwamba ukitoka sare unachukua 50, ukishinda 100. Kwa hiyo wanakuwa na tempa kubwa, hata wachezaji wetu walijua hilo. Mashabiki tunajitokeza, tuna support. Kwa hiyo hata wao ile uchungu wetu si mashabiki na wenyewe waweze kuona. Leo tuseme tumepata matokeo, lakini kuna vitu vinataka kufanyika. Kila mwana Simba jukwaani niliokaa naye tukiangaliana usoni, hali zetu zilibadilika kutokana na wachezaji wetu walivyokuwa wanacheza. Then tuwapongeze kwa sababu tumepata matokeo, lakini kuna kitu lazima akirekebishe, la sivyo tunapoendea safari ni ngumu. Mechi zilizobaki ni ngumu zaidi ya mechi ya leo ya Coast. Lazima wachezaji wapambane, tuwaambie si tunawapenda na tuna support wanachokifanya, lakini wapunguze makosa madogo madogo. Nafasi moja au tume zote mbili kwa hatua inayofuatia sasa hivi. Ukipoteza nafasi na maana wewe umepotea mazima, lakini hili wanajifunza leo, ili watakapojifunza kutumia nafasi mashindano ya kimataifa. Kuna mechi hauruhusiwi hata kupata nafasi 3 za kuscore goal. Sasa lazima wawe na tahadhari na hilo, watengeneze nafasi hata kama zikiwa chache, lakini wahakikisha wanaenda kupata matokeo. Then leo tumepata matokeo, mwalimu arudi katika uwanja wa mazoezi, tuwaambie sisi tunaliamini jeshi letu na jeshi letu tuna uhakika kabisa mechi zetu zilizobaki tutapata matokeo. Tutasikilizia kwenye mechi zingine, tuhakikishe ubingwa huu tunaenda kuchukua na ubingwa wa CRDB nao tunaenda kuchukua, sababu mpaka tunamaliza mechi tumepata matokeo. Tunashukuru Mungu. Safari yetu ya kutoka Dar es Salaam mpaka kuja hapa, timu yetu ya Simba pamoja na mashabiki wengine wote wa kanda hii haikuwa nyepesi, lakini nia na malengo ilikuwa kuhakikisha tunapata pointi 3 na ndio hizo tuleta Tanga na tumepata pointi 3. Mimi nasema tuseme alhamdulillah, lakini safari bado inaendelea. Mechi haikuwa rahisi, mechi ni ngumu, na mechi zetu zinazoendelea zitakuwa ngumu zaidi. Mimi nasema zaidi ya hii ya leo, kwa sababu kadri ligi inavyozidi kuisha ndio watu wanazidi kuleta chachu kwenye ligi yenyewe. Kwa hiyo viongozi na benchi la ufundi pamoja na wachezaji wote na mashabiki, tunachosema tuweze kuunganisha nguvu moja, ili kuwezekana mechi zilizobaki tuweze kufanya vizuri, kwa sababu kama tutakuwa nguvu moja kuanzia benchi la ufundi, wachezaji pamoja na sisi mashabiki na wanachama, nadhani timu yetu tutapata matokeo. Lakini tuseme yote kwa yote, alhamdulillah tumepata pointi 3 na magoli 2. Binafsi yako umeumizwa kukosa clean sheet Kasari kwa kile ambacho kimetokea uwanjani? Sasa hivi tunachoangalia matokeo ya pointi 3. Kasari ni golikipa wa Simba, analinda milingoti yetu mitatu kuhakikisha goli lisiingie. Kwanza cha muhimu kwanza ni kupata point, baadaye yanakuja magoli bora, baadaye yanakuja clean sheet na mambo mengine. Kwa hiyo cha kwanza ni pointi 3, tumepata pointi 3. Kasari nimwambie asivunjike moyo, apambane. Golikipa mzuri, amefanya alichokifanya. Then leo mistake imefanyika, limepatikana goli moja, lakini tuwaambie wachezaji wa klabu ya Simba pamoja na benchi la ufundi, mechi zinakuwa mashabiki tunakuwa na tempa kubwa sana tunapokuwa jukwani. Kuna vitu vinafanyika, hatujui kama ndo mwalimu anafundisha anafanyaje, lakini back pass nyingi sana ambazo wanafanya makosa. Hata goli la kwanza ukiangalia ni makosa ya kwao wenyewe ambao waliyafanya, lakini hata ukiangalia hivyo dakika za mwishoni bado nusu tu beki wetu Kibabage kaudisha mpira, golikipa kama asingekuwa na ushapu Kasari, ina maana mechi la saa nyingine ingeenda kwa sare. Kwa hiyo mashabiki wanatutia, tunakuwa kwenye tempa kubwa. Kama wao wana pressure na sisi tuna pressure kubwa, sisi tuna support wanachokifanya, lakini kuna time hebu wapunguze baadhi ya vitu ambavyo wanavyofanya, sababu ligi hii sasa hivi timu tunazocheza nazo zote zinakuwa katika ahadi, hazichezi tu zenyewe, zinakuwa katika ahadi. Leo Coast kawekewa mzigo kwamba ukitoka sare unachukua 50, ukishinda 100. Kwa hiyo wanakuwa na tempa kubwa, hata wachezaji wetu walijua hilo. Mashabiki tunajitokeza, tuna support. Kwa hiyo hata wao ile uchungu wetu si mashabiki na wenyewe waweze kuona. Leo tuseme tumepata matokeo, lakini kuna vitu vinataka kufanyika. Kila mwana Simba jukwaani niliokaa naye tukiangaliana usoni, hali zetu zilibadilika kutokana na wachezaji wetu walivyokuwa wanacheza. Then tuwapongeze kwa sababu tumepata matokeo, lakini kuna kitu lazima akirekebishe, la sivyo tunapoendea safari ni ngumu. Mechi zilizobaki ni ngumu zaidi ya mechi ya leo ya Coast. Lazima wachezaji wapambane, tuwaambie si tunawapenda na tuna support wanachokifanya, lakini wapunguze makosa madogo madogo.
na kuna baadhi ya watu kwa maana ya eneo la ushambuliaji, kuna baadhi ya wachezaji wanapata nafasi lakini inakuwa ni ngumu sana kuweka kwenye nyavu. Hili nalo pia mnalizungumza. Nadhani hilo mwalimu wetu Steve Barker ameliona, na cha msingi kuanzia nyuma kwa mabeki wetu pamoja na washambuliaji lazima wawe na attention kubwa. Washambuliaji wahakikishe ukipata nafasi mbili lazima utumie nafasi moja au utumie zote mbili. Kwa hatua inayofuatia sasa hivi ukipoteza nafasi na maana wewe umepotea mazima, lakini hili wanajifunza leo ili watakapojifunza kutumia nafasi mashindano ya kimataifa, kuna mechi hauruhusiwi hata kupata nafasi 3 za kuscore goal. Sasa lazima wawe na tahadhari na hilo, watengeneze nafasi hata kama zikiwa chache, lakini wahakikisha wanaenda kupata matokeo. Then leo tumepata matokeo, mwalimu arudi katika uwanja wa mazoezi, tuwaambie sisi tunaliamini jeshi letu na jeshi letu tuna uhakika kabisa mechi zetu zilizobaki tutapata matokeo. Tutasikilizia kwenye mechi zingine, tuhakikishe ubingwa huu tunaenda kuchukua na ubingwa wa CRDB nao tunaenda kuchukua. Naam. Kumbe hata leo kachukua yeye. Maanake niliondoka pale moyo wangu haukuwa sawa. Nadhani Chama ni mtu mmoja, sio mtu wa kawaida, mtu mmoja hatari sana, na tuna support tunachokifanya. Ndio maana kama mimi kiongozi wa tawi na ndiko kwenye safari, gari yangu nyuma nimeweka goli pamoja na tuzo 4 mfululizo. Kwa hiyo safari itakayokuja tena naongeza tuzo nyingine ya 5. Ina maana anaweka rekodi ambazo maneno ya watu wanaosema ya mchezaji fulani kufanisha na mchezaji fulani sasa hivi hakuna kabisa, kutokana na Chama anachokifanya. Kama leo kawa mchezaji tena bora, basi tuseme alhamdulillah, Mwenyezi Mungu, Chama la kifanya kinachohitajika kufanyika na wanasimba wote, na tumwambie mwamba Arusaka asiwe na hofu. Wana Simba tunampenda kuliko hata watu wengine wanapompenda. Matokeo ya leo na kile ambacho kinaendelea kwenye msimamo wa ligi, kuna namna pressure zaidi mmeipeleka kwa wapinzani? Ligi bado, wao walikuwa wanasema tayari washakuwa machampion. Nimemsikia tajiri wao juzi baada ya kwenda kuzungumza mambo ya nani uwanja, ameulizwa kasema Yanga bingwa, lakini huwezi kuwa bingwa wakati una mechi zaidi ya 7 ambazo zina pointi 21. Ulompita umempita kwa pointi 2. Huo ni upangaji wa matokeo. Si tumwambie Khalid Said, mpira unachezwa kwenye pitch. Kuna wakati pesa na yenyewe ukisema sababu wewe ni tajiri unataka ufanye jambo, lakini saa nyingine maskini ndio anatatua hilo tatizo. Sisi tunazungumza na pitch. Leo kila mwana Simba kaona goli la Libasa Gay. Si mchezo, tunafunga magoli bora sababu sio magoli ya kubahatisha. Hamna mtu asofurahia goli la Libasa Gay. Goli zuri kabisa na bado yatafunga magoli mengi. Tuambie michezo 6 iliyobaki sawa na pointi 18. Tuhakikishe tunashinda michezo yetu, then itawezekana tuzidi kukaa kileleni na kufanikiwa kuweza kuchukua ubingwa. Nashukuru sana, kila laheri. Jumapili tukutane KMC zidi ya ndugu zao wanaowatumaga kazi zao. Tuwaambie Dodoma Jiji wakacheze wanapochezaga. Sio la kusubiri na kuona. Yes, tukutane Jumapili.